Gloria Milimu, KTN. Baada ya taarifa hiyo, mtazamaji, moja kwa moja tuelekee katika eneo bunge la Malava ambako mwanahabari mwenzangu Jeff Kirui amekuwa huko siku nzima kutupa taswira kamili ya kilichojiri na hivi sasa kinachoendelea. Jeff, nadhani unanipata vyema kabisa, labda tu kwa manufaa ya watazamaji wetu, kuendelea nini kwa sasa baada ya siku ambayo ilikuwa na mshike? Na Manzu, kama alivyoarifu mwanahabari mwenzangu Gloria Milimu, awali mapema tulikuwa na vurugu ambazo zilishuhudiwa katika maeneo kadhaa kutoka eneo la Lunyu kule ambako baadhi ya wafuasi wa kinara wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa walivamiwa na gari moja kuteketezwa. Lakini ilivyo sasa tumefika katika kituo kikuu cha kuhesabu kura shule ya upili ya wavulana ya Malava ambapo wale maafisa kutoka vituo vya kupiga kura hivi sasa wanawasili, wanafika wakileta matokeo kutoka vituo vya kupiga kura. Ila kilichoshuhudiwa leo Manzu kwenye shughuli nzima ni kwamba baada ya vurugu zilizoshuhudiwa katika maeneo kadhaa mwendo wa asubuhi, imebainika kwamba labda huenda ilichangia pakubwa kuzuia watu kujitokeza kupiga kura, ikizingatiwa kwamba maeneo bunge ama vituo vya kupiga kura ambavyo tumeweza kuvizuru ni kwamba idadi ndogo ya wapiga kura walijitokeza. Kwa mfano katika kituo cha kupiga kura cha Bus Park katikati mwa jiji la Malava ama mji wa Malava, tunaweza kushuhudia kwamba kati ya watu walioorodheshwa kama wapiga kura takriban 157 ni watu 57 tu ambao walikuwa wamejitokeza kupiga kura, kumaanisha hiyo ni asilimia kama 30 hivi ya wapiga kura ambao walipata nafasi ya kujitokeza kupiga kura. Ina maana kwamba ni idadi ambayo itachukua taswira katika vituo vya kupiga kura, vituo vingi katika eneo bunge hili la Malava. Kumbuka kwamba eneo bunge la Malava lina takriban ama lina vituo vya kupiga kura 198, na hivi sasa hapa tuko katika kituo hiki cha kuhesabu kura shule ya upili ya Malava, shule ya wavulana, ambapo kuna baadhi ya maafisa wa IEBC ambao tayari wamewasili na wako tayari kuanza shughuli hii ya kuhesabu kura kutoka kwa vituo vya kupiga kura. Kumbuka kwamba baada ya shughuli ya kupiga kura kukamilika mwendo wa saa 11, shughuli inayofuata ni kuanza kuhesabu kura, na wale maajenti wote wahusika kwenye uchaguzi huu wanapewa fursa kuhakikisha kwamba hesabu yote ambayo imepigwa hapo ni ile halisi, na hapo sasa ndio anapata fursa, ambaye ni msimamizi wa kituo hicho anapata fursa ya kuorodhesha kwenye form 35A kwamba hesabu ni halisi, kisha maajenti wote wanatia sahihi. Baada ya hapo form 35A inapelekwa kwenye kituo kikuu cha kuhesabu kura hapa ambapo tulipo sasa, ambapo baada ya kuhesabu kura kutoka kwa vituo vyote vinaorodheshwa kwenye form 34B kujumlisha yote wagombea wote ambao wamepata kura. Kisha sasa afisa mkuu msimamizi wa eneo bunge katika kaunti hii ya Malava ambaye ni Salim Abdalla ataweza kutangaza ni nani ameibuka mshindi. Lakini kumbuka kwamba wale ambao walikuwa wanawania nafasi ya eneo bunge la Malava ni wawaniaji 9, na mmoja ama imebainika kwamba ni kinyang'anyiro ambacho kimevutia sana ushindani mkali kati ya upande wa serikali na upande wa upinzani, na ilivyobainika ni kwamba ni ushindani kati ya farasi wawili, upande wa serikali ukiwakilishwa na David Ndakwa wa chama cha UDA na upande wa upinzani ukiwakilishwa na mgombea wa chama cha DAP Kenya Seth Panyako. Hii leo tutajua mbivu na mbichi pale ambapo wawakilishi ama walevi wakuu wa vituo vya kupiga kura watakapowasilisha matokeo yao kutoka vituo vyote. Tumekuwa kutoka kwa kituo cha kupiga kura cha Lunyu hadi eneo la Mukongolo, pale ambapo tulikuwa tumekita kambi mchana kote, na tulipata fursa pia kuzungumza na wakazi ambao hofu yao kuu ilikuwa kwamba vurugu ambazo zilishuhudiwa mchana kutwa, ilikuwa hofu yao kwamba vurugu hizo huenda vikatokea, lakini baadaye hali ikawa shwari. Hapa katika kituo hiki cha kuhesabu kura ni kwamba wameweza kutuma maafisa wa polisi kutoka vitengo tofauti, hata wale ambao huwa kwa mara nyingi hutembea na mbwa pia wameletwa hapa, wale wa kupambana na ghasia wako hapa.
yeyote ambaye hajaidhinishwa kuingia katika kituo hiki cha kuhesabu kura hawezi kuruhusiwa. Hata wanahabari, iwapo kwamba hujaidhinishwa na Tume Huru ya Uchaguzi IEBC, huwezi kuruhusiwa kuingia hapa. Na wale maafisa wa polisi wanasema kwamba wamepata amri kali kutoka Tume Huru ya Uchaguzi na pia wakuu wa usalama. Labda niregeshe kwako Manzu, manake naona tayari afisa mkuu wa IEBC wa eneo bunge la Malava tayari anatoa hotuba yake, kisha tutarejea tena. Asante sana Jeff. Nadhani itakuwa vyema pia tuwape fursa baadhi ya wanahabari wenzangu ambao wako maeneo mbalimbali.